Mashindano ya Sekafa Wazee Cup yamehitimishwa katika viwanja vya TGT Kisongo jijini Arusha, ambapo mashindano hayo yalihusisha nchi au mataifa 6 kutoka Afrika Mashariki pamoja na taifa mwalikwa kutoka kule magharibi mwa Afrika, nazungumzia Benin, lakini pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawakushiriki msimu huu hapa kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zilijitokeza. Sasa mashindano haya yamehitimishwa viwanja vya TGT, ambapo timu ya C Club kutoka pale nchini Uganda ndio mabingwa wa Sekafa Wazee Cup kwa mwaka 2025 baada ya kuabwagiza timu ya Kenya kwa mikwaju ya penalti mara baada ya mechi kumalizika kwa sare ya 1-1 kwenye dakika 90. Sasa baada ya mashindano haya kuhitimishwa, mgeni rasmi katika tournament hiyo ambayo ilikuwa inafanyika hapa jijini Arusha lakini pia imefanyika nchini Tanzania. Sasa afisa utamaduni na michezo jiji la Arusha Benson Maneno aliweza kuwapongeza waandaaji wa mashindano haya, lakini pia akapongeza timu ambazo zimeshiriki mashindano haya na akihitaji pia mshikamano kuendelea kuwepo kwa mataifa haya ambayo yalishiriki mashindano haya. Lakini kwa upande wao wachezaji pamoja na manaoza wa timu zote mbili walizungumza, nazungumzia timu zote mbili ambazo zilicheza finali, walizungumza mara baada ya mechi kumalizika, ambapo kwa upande wa naoza wa Uganda pamoja na golikipa wake ambaye aliokoa mikwaju ya penalti waliweza kuzungumzia siri ya mafanikio ilikuwa ni ipi mpaka kuwa mabingwa wa Sekafa Wazee Cup kwa msimu huu hapa. Lakini pia kwa upande wa naoza wa Kenya naye pia alizungumza kile ambacho kiliweza kuasibu na kutokuweza kufurukuta mbele ya Uganda na kuwa mabingwa wa Sekafa Wazee Cup. Mashindano haya yalihusisha timu kutoka mataifa 6, lakini pia kwa upande wa Tanzania zilikuwa Tanzania ilikuwa inawakilishwa na timu 2, Jimkana kutoka pale jijini Dar es Salaam, lakini pia na timu ya Arusha All Stars Veteran ambao walimaliza nafasi ya 3 kwenye mashindano ya Sekafa Wazee Cup. Sasa moja kwa moja ni moja kitu ambacho kiliweza kutokea kwenye mashindano ya Sekafa Wazee Cup kwa mwaka huu hapa, ambapo wachezaji wa zamani, malejendari wa zamani pia walikuwepo, mzee Sunday Manara, lakini pia wachezaji wengine wengi wakubwa, lakini pia ambao walikuwa na profile kubwa kwenye soka la zamani pia walikuwepo kwenye mashindano haya kushuhudia namna ambavyo mambo yalivyokuwa. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Godson Jackson. Kwa hiyo napenda sana kutumia fursa hii kwa kuhakikisha kwamba jiji la Arusha liko tayari na litakuwa tayari ya mashindano yafanyike tena mwakani hapa kwa ajili ya kuendeleza muendelezo. Kama mtafahamu kwamba AFCON inafanyika katika mkoa wetu wa Arusha mwaka 2027. Kwa hiyo ningewaomba waandalizi wa mchezo haya mwakani tena warudi ili wayafanye katika maeneo ambayo wananchi wa Arusha wanaweza kufanya na kuenjoy na kujifunza, hasa vijana wetu. Ni fursa ya namna gani? Kwanza tumezungumzia fursa ya utalii. Hapa zimekuja nchi karibia 16 na hizo nchi baada ya kutoka kwenye mashindano haya wanaweza kwenda kwenye sehemu za utalii. Sio hivyo tu, ukiona vipaji ambavyo vinaonekana ndani, manake tungetakiwa tuwaalike shule sekondari msingi kuja kuangalia wenzetu wanafanyaje, nchi za wenzetu zinafanyaje. Kama nilivyosema awali kwamba hawa malegend ambao walikuwa na nidhamu, walikuwa wanacheza kwa kiwango cha juu, lakini hawakufanikiwa kuwa na maisha bora kwa sababu tulikuwa tunawadhamini kipindi kile. Kwa hiyo vijana wetu watakapokuja kuangalia hawa watajifunza namna gani ambavyo vijana walikuwa na nidhamu, na saizi kwa soko la saizi kwamba vijana wetu wanaweza wakafaidika kupata ajira kupitia michezo. Tafsiri yake ni kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Mashindano yote yanafanyika hapa bila migogoro, bila kusema sijui kuna polisi watalinda, sijui kuna vitegwa mabomu. Kwa hiyo wanarudi hapa na wanafanya hapa kwa sababu Tanzania ni nchi yetu, ni amani. Na tunakumbuka kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo moja ya kauli mbiu ni kwamba Oktoba watu waenda kupiga kura kupitia mashindano kama haya. Na wenzetu wageni wameona kabisa mambo yanayofanyika Tanzania ni makubwa kuliko nchi za kwao. I would be so grateful about winning today's tournament as the club of Uganda. Most of the last years we lost it out in a few minutes, in like a space of it was Tanzania that took us out. But we are so glad that we have managed to win it in Tanzania, and the organization was good, and we are so glad that we won it from this side. Winning the trophy, it's all about commitment and how you guys organize yourself as old guys of the world, because it has an age bracket. So if you lower at age, it becomes so difficult.
The tournament wasn't all that bad organized. It was organized well as usual, but we are so glad that it has ended well. Both teams are now realizing the strength of the tournament, and at least you can see they are trying to bring in ex-players who are in the tournament to come and play in the tournament, which is very good. It brings back the legends of football who can still be active. But we are so glad. Hope come next year, these teams will add in more legends to come into the game. Generally, this tournament of Sekafa Wazee is important to them. Depending on their age, it helps you keep active in football, and you're interacting with different kinds of people in football. After football, there's life after football. So this is when we come into the Sekafa Wazee and interact with people in football. In a friendly way, in a sportsman's way. And we say thank you to all the teams that came here. Team Tanzania, the Arusha team, for organizing this. We don't take it for granted. It is a very, very, very important moment. We are happy because we came out victors. But to me, I say all the teams here are victors by virtue of them coming here and being part of this league. Thank you very much. Organization imekuwa sawa, competition imekuwa mzuri. Nataka kucongratulate C Club kutoka Uganda kwa kushinda. Next time tutakuja better, tuko prepare. Yangu ni kusema asanteni sana. All the preparation, the referees, the entire tournament, it has been good. Thank you. This tournament is really important kwa sababu it's not just about football. It's a Wazee tournament. It's about networking, friendship, connecting across East Africa. So that's very, very important. Football brings us together, but above all we have friendship and fellowship. Ukiangalia kwa railways yetu hapa, bana yetu inasema football, friendship, fellowship. Na tunafurahia sana kwamba tunaweza ungana na wenzetu kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tunashukuru sana. Mchezo umekuwa mzuri, ni bahati mbaya tu hali ya penalty. Ni kawaida ya football, fika penalty ni kama kutosa coin.